Kwa majina naitwa Abdalla Ramadhani Mkindi. Mimi ni mratibu wa taasisi ya kutunza bioanuwai Tanzania, kwa Kiingereza Tanzania Alliance for Biodiversity. Nimewaita hapa kama ilikuwa desturi yetu ya kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu masuala ya kilimo endelevu na utunzaji wa mazingira. Mbele yenu kuna machapisho ambayo tumeyatoa ya kuhamasisha matumizi ya mbegu za wakulima. Kama ilivyo kawaida, tunaandaa machapisho mbalimbali ya kufanya uchechemuzi, kwa Kiingereza advocacy, ya kuzitambua na kuzisapoti mbegu za wakulima. Mbegu za wakulima, ndugu waandishi wa habari, ni zile mbegu ambazo wakulima tokea enzi na enzi, nikimaanisha mababu zetu, wamekuwa wakizitumia na kuzirudia kwa muda mrefu katika kuzalisha chakula. Mbegu hizi zimekuwa ndio msingi na zimekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha kwamba Watanzania tunajitosheleza kwa chakula. Lakini kama ilivyozoeleka kwamba hizi mbegu hazijatambuliwa na mfumo wetu wa sheria ya mbegu, na kutokutambuliwa kwa mbegu hizi katika mfumo wa sheria, maana yake ni kwamba inakuwa ni vigumu kwa wenye mamlaka kuziwekea mipango na bajeti ya kuzitunza na kuziendeleza. Kwa hiyo wadau mbalimbali tukiwemo sisi tumekuwa tunafanya masuala ya uchechemuzi, ushawishi na utetezi wa hizi mbegu. Kwa tumekuwa tunashirikiana na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Miongoni mwao ni mtandao wa kutunza bioanuwai Afrika, ambao kwa Kiingereza wanaitwa APSA, ambao kwa pamoja tumeandaa mpango pendekezwa wa kisera ambapo nchi mbalimbali zinaweza zikatumia katika kutunza au kuboresha sheria zao, namna gani mbegu za kulima zinaweza zikahifadhiwa, zikatambulika na kupewa msaada ili ziendelee kuwepo. Kwa hiyo baada ya kuandaa machapisho kama haya, tunapokuja humu ndani, nikimaanisha humu nchini mwetu, na sisi pia tunaandaa nyaraka mbalimbali ambazo tunazifikisha kwa viongozi, nikimaanisha hapa wabunge. Mwezi wa 4 huu tulikuwa pale Dodoma tukiongea na wabunge kuhusu hizi mbegu za wakulima na namna gani wao kama watunga sera wanaweza wakaisimamia serikali kuhakikisha kwamba hizi mbegu za wakulima zinatambuliwa na kupewa msaada unaostahili ili zisiweze kupotea. Kwa hiyo tuliandaa position paper ambao ni msimamo. Tunaposema msimamo, sio kwamba tumeandaa nyaraka ambao tuliwasilisha kwa wabunge ili wakaisome, na inapofika kipindi ambacho sasa kunakuwa na mijadala kwenye bajeti za Wizara ya Kilimo, basi waweze kulizungumzia. Na tunashukuru baadhi ya wabunge walizungumzia masuala ya mbegu za wakulima wakati walipokuwa wanachangia mada katika mijadala inayoendelea bungeni. Kwa ndugu waandishi wa habari, nyinyi kalamu yenu inafika mbali. Kwa hiyo tumeandaa hizi nyaraka mbili, ambayo moja tumetoa kutokana kwenye huu mfumo pendekezwa wa kutambua na kuhamasisha kuhamasisha mfumo wa mbegu za wakulima na utunzaji wa bioanuwai. Humo tukaandaa position paper ambao ni kama ni muhtasari wa huu mfumo pendekezwa, kama nilivyosema kwamba tuliwasilisha kwa wabunge, ambao tunatambua juhudi za wabunge wanaozifanya katika
kuhakikisha kwamba sera na sheria mbalimbali zinatungwa ambazo ni rafiki kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo huu mfumo, hii position paper au hii nyaraka ya kuhusu msimamo wa kutambuliwa kwa mbegu za wakulima una vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza, na waandishi wa habari mngeangalia ili tuende kwa pamoja kwa haraka. Kipengele kuna kipengele cha kwanza ni utangulizi.